Na mtazamaji, huku meno ya ukame yakizidi kung'ata bila huruma eneo la kaskazini mwa taifa, hali hii inazilazimu familia kufanya maamuzi mazito. Katika eneo la North Horr, kaunti ya Marsabit, baadhi ya wazazi wanawaoza wasichana wao wadogo, baadhi yao wakiwa ndio mwanzo wamebaleghe ama wamevunja ungo. Almuradi wazazi hao wakwepe kinywa cha mauti. Mifugo wameangamia, chakula ni adhimu kupatikana, na kwa wengine mahari pekee ndiyo yamesalia kuwa biashara ya kujadiliwa. Ni watoto ambao wamejipata katika mtanziko wa utamaduni, umaskini pamoja na athari za mabadiliko ya tabianchi. Leo katika shajara ya matukio ya ukame, ripota wetu Ben Chumba anatupa taarifa makini kutoka Marsabit kuhusiana na jinsi janga la ukame lilivyosababisha balaa na belua kwa wasichana wadogo. Hapa ni North Horr, kaunti ya Marsabit. Hii ni eneo linalotisha na kuofisha kwa ukavu, visima vikikosa maji, huku hali hii ikisababisha baa la njaa kwa wakazi wake. Kwa familia nyingi, swala la njaa si habari geni tena, kwani ni tatizo wanalokumbana nalo kila uchao. Wasichana wa umri wa miaka 12 wanaolewa, sio kwa ajili ya tamaduni, bali kwa ajili ya kuishi. Familia hapa zinasema zinahitaji mahari, ngamia zaidi, chakula zaidi, ili kuwanusuru watoto wengine kutokana na makali ya njaa. Napata kama ng'ombe 8. Sasa nasema sasa wengine wanasaidika, kwa hiyo ndio washa niuse mmoja nipate faida kwa ile wengine basi wasikufe na njaa. Miongoni mwa wale wanaoathiriwa zaidi na ukame huu ni watoto wengine, wasichana wadogo wa umri wa miaka 12 ambao jinsia yao uchumi. Sasa zingine unaamua unapeana msichana yako mmoja ama wawili waolewe na familia ambayo iko na ng'ombe, ndio upate ng'ombe ya kulisha wengine wadogo. Tunakutana na Naima, jina lake halisi tumebana, akiwa amemweleka mwanawe mgongoni. Amini usiamini, sadiki ukipenda, Naima ni mama watoto wawili, ijapokuwa mwenyewe ni msichana mdogo. Naima aliozwa akiwa na umri wa miaka 13, lisilo na budi hubidi. Wazazi wake anavyosimulia hawakuwa na namna yoyote nyingine. Mbuzi walikuwa wameangamizwa na ukame na hakukuwa na chochote kilichosalia cha kuliwa. Na mara singa ito kishida kiata. Kwa hivyo nikapatua msee ile kuna mali, ndo wasasi yangu wapate kitu akulisha watoto wengine na kusomesha naye. Sisi tuko tu wengi, kimila ya hapa tu ndo inakaa hivyo, watu wanaolewa wakiwa kidogo ndo wengine wapate kusaidika hivyo. Kubali ta shida yana kofa. Kwenye kijiji chao, Naima si pekee ambaye masaibu yamemsibu. Wazee wanakiri kwamba utamaduni wa kuwaoza wasichana ni ya tangu zama za zamani, mara nyingi ukichochewa pindi hali ya utamaufu inapobisha hodi. Unapata mzee ako na watoto, ako na nyumba kama boma 2, 2 wives or even 3 wives. Ameishiwa na mifugo, ana hata ng'ombe moja, ana ngamia moja, ana mbuzi mmoja, na watoto wamejaa kwa nyumba, wadogo na wakubwa. So unapata hizo shida ziko hapa mingi. This is not because of cultural things, it's because of hunger and poverty. Imesumbua watu wetu sana. Juzi tulizuia harusi karibu 5 wasichana hawajaolewa, tulipeleka shule. Na kukeketa wasichana pia tunawazuia sana. Siku hizi, zamani wa Gabra wanasema hii ni mambo ya mila yetu lazima tufanye, lakini at this time iko changamoto mengi, lakini sio mbaya kama zamani. Kwenye baadhi ya maeneo, pindi shule zinapofungwa, wasichana huozwa na hawapati fursa ya kurejea shuleni kuendelea na masomo. The chiefs have been doing a good work of giving them act by sending officers and rescuing the girls, taking them to school. Tukisalia kwenye vijiji hasa kule mbali jangwani, msaada huchukua muda mrefu kufika, na hadi msaada huo upatikane, asilimia kubwa ya wasichana inakondolewa macho na hatari ya kutokuwa na mustakabali mwema. Nilikuwa kama nimesoma, ningekuwa mwalimu, ningesaidia wasasi. Sasa wasichana wale wanasoma saa hii, mimi naambia muendelee msome ndio mpate hata nyinyi makasi, msaidie wasasi. Kwa sababu saa hii mimi nimepita hiyo, sasa nimeolewa, bado hiyo wakati
menipita. Lakini nyinyi wale bado mnasoma, muendelee vizuri, msome ndio mpate hiyo makasi ya daktari ama mwalimu ama kazi nyingine kubwa kubwa. Saidia hiyo na kete ngoje. Kwa Naima na wasichana wengine kama yeye, wingu jeusi la mvua linatarajiwa kuonekana siku moja. Ben Chumba, Darubini.